Bwana, mambo poa. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu. Ile boti ile kwa inaleta abaya na mapashmina imepata ajali kule. Wameipiga bomu ilani. Naam. Ni kama mnaishukuru Azam FC leo kwa tukio alilolifanya ile la kutoa sare. Hapana, hatuishukuru Azam FC kwa sababu unajua kila timu inatakiwa ijipambanie yenyewe. Kwa sababu kama tutaishukuru Azam FC leo hii, sisi bado tunahitaji matokeo kwenye timu yetu ili kusudi itusogeze kwenda kuchukua ubingwa. Lakini kwa kilichotokea leo hii, mimi nimehuzunika sana kwanza kwa kocha Ibenge. Nimehuzunika kwa kocha Ibenge kwa maana kwamba namna ambavyo ameanza. Kwanza Yanga mpaka leo hii anacheza mchezo wa 14, Yanga amefunga magoli 33. Moja kwa moja kwenye safu nzima ya ulinzi Yanga ameruhusu magoli mawili peke yake. Lile la Zanzibar hapo nimelitoa. Lile bodi ya ligi lilikubali, lile nimelitoa. Kwa hiyo Yanga ameruhusu magoli haya kwenye mechi ya 14 leo. Yanga ameruhusu magoli mawili tu. Kwa moja unapomwendea mpinzani kama huyu, lazima natakiwa uboreshe kwenye eneo la mbele kwa maana kwamba ushambuliaji. Kwa sababu ukuta wa Yanga umeonyesha ni ukuta imara kwa sababu ameruhusu magoli mangapi? Magoli mawili. Lakini leo hii Benge kwenye kikosi cha kwanza namna ambavyo ameenda kuanza na Zidane Sereri. Zidane Sereri mbele ya Mwamnyeto, Zidane Sereri mbele ya nani mlinda magendo huyu Ibrahim Baka. Kwa moja unaona kwamba Ibenge alichokifanya leo amefanya utoto. Baada ya mpira kwenda tukaminda dakika 20 za kwanza watasoma mchezo kuangalia Yanga maeneo yenye uhatari. Akaja akafanya sabu. Badala ya kumuingiza Kitambala bora ambaye ni striker bora ambaye kwenye mguu anaweza kupiga chenga, anaweza kuscore, anaweza kupiga kwa kichwa, ana nguvu. Pengine kugongana na kina Bakari ingekuwa ni rahisi zaidi. Akaenda akatuanzishia mshambuliaji ambaye Ngita ni kama Depu, mchezaji ambaye anahitaji space zaidi. Kwa kama angemwingiza Kitambala bora pengine tungeona mechi ambayo amecheza leo Azam na Yanga ni mechi mbovu kuliko ambavyo Azam alicheza na Simba. Kwa moja unaonyesha leo Ibenge haya aliyotokea hapa hii draw. Yeye pengine ndo anaishangilia zaidi kuliko ushindi. Lakini leo hii ukiangalia namna Yanga ambavyo wameingia kwenye mchezo wa leo na kocha wao walifeli. Pengine leo hii Yanga walikuwa wana advantage kubwa sana kwa upande wangu kwenda kuwin. Azam walikuwa wanaweza kuwin zaidi pengine kuliko Yanga. Kutokana na kocha wa Azam kwenye eneo la kiungo kumwanzisha Akamiko na Imidi Mau akaenda kuwazuia Yanga wasiende kwa sababu hao ni viungo wagumu, hawezi kukuruhusu wewe uende kupita. Wakati huo kocha wa Yanga alienda kuanza na Softy. Muda alicheza mbele kidogo, hapa nyuma alicheza Duke Abuya ambaye Duke Abuya yeye kwenye mambo ya kupiga kidogo alafu anakuwa hawezi. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye mechi ya leo japokuwa Azam wamefanikiwa sana, lakini moja kwa moja tunamlaumu kocha wao kwa sababu mechi ya leo walikuwa na advantage kubwa sana ya kwenda kuwin. Goini Alves ameendelea kuonesha udogo wake. Kwenye kila mechi kubwa anaonyesha kwamba hana mbinu mbadala. Kwa hiyo huyu kocha nimpe Christmas au mbali. Kwa moja kwa moja ameonyesha kwamba yeye ana mechi ndogo ambazo anaweza kaamua matokeo akicheza na Prison, lakini akipata timu yenye quality ya juu kidogo anaonyesha moja kwa moja ni kocha ambaye hana mbinu. Ndio imeenda kuonekana hapa namna ambavyo na yeye alienda kuanza. Of course alianza na double striker pengine kutokana na awe anawachanganya Azam. Lakini umeona moja kwa moja akijienda kumlipa kile kitu ambacho amekifanya, hata sababu zake ambazo amekuja kuzifanya hazienda kwenda kumfanya pengine aende kuwin. Of course wamecheza vibaya, tulitegemea pengine mzizi madabi hii kwa upande wa Yanga na quality ya Azam waliokuwa na Azam mpaka leo hii amefunga magoli 21, ameruhusu magoli 4. Kwa hiyo na yeye yenyewe timu mbaya sana, moja kwa moja ni timu nzuri. Kwa haya yalotokea hapa leo hii, moja kwa moja Simba, Yanga na Azam yoyote katika hao anaweza kwenda kuchukua ubingwa. Kudondosha kwa pointi 2 kwa Yanga inapa afueni kidogo ya Simba Sports Club. Kwa sasa zimebakia pointi 5, Yanga akiongoza pale juu. Pengine hii inatoa hamasa kwa namna gani, kama kwa mashabiki ama kwa wachezaji baada ya hii sare ya leo dhidi ya Azam? Kwanza inatakiwa tupambane kwa sababu tumegundua moja kwa moja kwenye mbio za ubingwa sasa hivi gap kubwa sana kwa hizi alama ambazo moja kwa moja unaona Yanga anaenda kuziokota kwa sababu ligi ni mchezo wa kuokota na kudondosha alama. Leo hii Yanga of course amevuna moja katika amezikosa zile 3, lakini na sisi pia tunatakiwa tuangalie mechi zetu ambazo ziko mbele. Nadhani tarehe 19 tunaenda kucheza na Pamba kule Mwanza kule. Inatakiwa twende tuokote. Wakati huo unapotembea wewe usimwangalie sana mpinzani. Vibaya zaidi kumwangalia mpinzani leo kadondosha, utaenda na matokeo yale ya mpinzani hawezi wewe kwenda kuvucha. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tupambane kwenye mechi zetu. Baadaye tutakuja kupiga kwenye makaratasi tuone nani anafaa kwenda kuchukua ubingwa. Lakini ambacho kimetokea kwenye mambo ya matokeo sisi tumekifurahia kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa na mbio kidogo amepunguzwa. Kwa hiyo moja kwa moja Simba nadhani mechi hiyo na mechi zetu zote za mbele tushinde. Sisi tunatamani Yanga mpaka tunapokuja kukutana naye awe amebakisha pointi 3. Tunapokutana mwezi wa 5 ili kusudi mimi pointi 3. Mimi najua pointi 3 zangu anazo Yanga. Imeshindikana Zanzibar, lakini huku mimi nataka nimpige ili kusudi kwenda kutangaza ubingwa. Natamani ubingwa huu wa msimu huu iwe Simba na Yanga ndio wanaenda kucheza kama finali. Ambaye ana win, ambaye ana kikosi bora, anaenda kushinda matokeo na anaenda kupata ubingwa. Pengine nikikwambia umchague mchezaji wako aliyokuvutia zaidi leo ndani ya mchezo huu, ungemchagua mchezaji gani na kwa nini yeye?
Faisal Salum Feitoto. Kwanza ni mali hapa Tanzania. Huyo hajahitaji ndege, hajahitaji passport. Aoneshe kwamba yeye ameomba tu kibali cha kazi kwamba naomba nikaitumikie Azam FC. Amefanya kila kitu kwenye mpira siku ya leo, ameshindwa tu kwenda kuscore. Namna ambavyo alikuwa anacheza akiwa na mali, ambavyo ameenda kupiga, amefanya kila kitu kwenye mpira kwa siku ya leo. Kwa upande wangu mimi alifaa kuwa man of the match. Kocha Pedro Goncalves ni kama ameadapt mfumo wa kuzuia mara nyingi. Pengine hii kwa timu kubwa kama Yanga haitomletea hasara yoyote, ama sasa lawama kuwa nyingi kwa mashabiki? Na tunampa kama mechi 4-5 hivi Pedro huyu watamfungishia vilago, kwa sababu katika timu ambazo hazina uvumilivu ni Yanga. Tukianzia ile ya dabi, simenielewa tukianzia ile ya dabi hii ya Yanga leo, hii ya Azam leo mechi ya pili, nampa mechi 5 Goni Alves. Yanga unaweza kumwandikia thank you. Nitunzia kaka clip kangu haka. Najua ndatukanwa sana, lakini mimi naongea kuna kitu ambacho nimekiona. Goni Alves kocha wa Yanga anahitaji mechi za madaraja ya kati, lakini akipata mechi yenye ugumu tu kidogo inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo ile taa ya hatari kwa upande wa Yanga, hasa kwa kocha, inaenda kumwakia, kwa sababu mahitaji yote ambayo Yanga walikuwa wanayataka wamempa. Kwa hiyo yeye anatakiwa aonyeshe sasa zile silaha ambazo ulikuwa unataka tumekupa, kwa hiyo lawama kubwa tunakuwekea wewe kocha, kwa sababu kimahitaji sisi tumeshakutimizia. Kwa hiyo Yanga hawa hawanaga uvumilivu. Ni kama siku zinavyozidi kwenda na wananchi Young Africans, ubora wao unazidi kupungua siku baada ya siku. Pengine ni alama tosha, ama ni bendera nyekundu ishaanza kuwaka kwa uongozi wa Yanga kwamba kwa usajili waliofanya msimu huu au kuvutia kiasi hicho? Moja kwa moja wamefeli. Kwanza ukiangalia, naweza nikakuongelea tu wachezaji wawili ambao tumewaona hapa. Nikianza na Buba Jameni, bado ni mchezaji wa kawaida. Alani Okelo sio yule mchezaji ambaye alikuwa anahitajika kwa Yanga aende akawape matokeo. Yaani moja kwa moja wamtegemee yeye. Alani Okelo bado ni mtoto ambaye anahitaji kujengwa. Of course atakuja kuwasaidia, lakini kwa maisha ya mbele, lakini sio vile Alani Okelo ambaye tulikuwa tunamuimba sana yule kwenye timu ya taifa ya Uganda, hata alivyokuwa vile Vipers, kile ambacho kilikuwa kule sio hichi ambacho anakicheza. Mimi sidhani ukiwauliza mashabiki wa Yanga wanaojua mpira, lakini wanaweza wakakwambia kabisa moja kwa moja Alani Okelo alivyokuja hapa sio yule Alani Okelo ambaye tulikuwa tunaenda. Kwa moja kwa moja ukiangalia kwa hao wachezaji wawili, of course wamefeli, lakini kwa Alani Okelo kwa sababu ni kijana mdogo anahitaji kukua, of course tunaweza tukampa muda, afu muda ukaja ukaongea, lakini kwa namna ambavyo wamefanya sajili za msimu huu, moja kwa moja inaonekana Yanga kama wamefeli. Sisi Simba ndo tumefaulu kwa zile sajili 5. Tuna sajili zetu hizi baba. Kati ya zile sajili 5 pengine kungekuwa kuna kukopeshana wachezaji, ungeambao mkopeshe leo mchezaji mmoja tu Azam Football Club ili aweze kupata alama 3, ungemchukua mchezaji gani kutoka Simba ungewakopesha Azam? Na hapa Mwangosi. Na hapa Mwangosi yule. Mwangosi, kwa sababu moja kwa moja unaona kwa mahitaji ya Azam hawawezi kumtumia Libas Gue. Azam TV, yani Azam kitu ambacho sasa wamebaki nacho pengine kuwa na wasemaji wawili. Unajua sasa hivi leo hii ataongea nani? Leo ni Zaka za kazi. Matokeo yakiwa mazuri wanampa Ashimu Ibwe leo. Matokeo yakiwa mazuri wanampa Ashimu Ibwe. Yakiwa mabaya anaongea Zaka za kazi. Azam TV kitu sasa hivi yani Azam FC kitu ambacho utabaki nacho kizuri na bora ni Azam TV tu peke yake, lakini sio Azam FC. Kwa mechi ya leo alikuwa kwa vyovyote vile ni lazima aende kuwin, lakini unaona Ibenge kaonyesha udhaifu kidogo kwenye mechi ya leo. Ubingwa kwa Simba bado unauona ukinukia? Sio nauona, upo. Uhakika? Yani kuona itakuwa ni mbali, upo. Yani ni karibu. Tukutane mwisho wa msimu. Nashukuru sana. Asante. Asante.